Hakika tarehe 15 ya mwezi wa pili 2026, Jumapili, ni siku ya kukumbukwa kwa upande wa Young Africans. Walifanya kile ambacho walitakiwa kukifanya. Walipata goli 3 kwa maana ya ushindi na kuchukua alama 3 wakafikisha alama 8. Kilichokwamisha ni National Al Ahly kushindwa kumfunga FAR Rabat. Hivyo pengine ndiyo tarehe ya kukumbukwa kwelikweli kwa upande wa Young Africans, kwani ilikuwa chupu chupu waingie robo fainali. Kwa upande wa mashabiki na viongozi, inawezekana walikuwa wameumizwa na matokeo, lakini benchi la ufundi naamini watakuwa wanajivunia hii performance waliotoa. Watakuwa wamejivunia sana ile performance ambayo waliitoa vijana ndani ya uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Acha nikufahamishe jambo la msingi sana. Ni kweli timu zote zimedondoshwa kwenye mashindano, lakini hizi timu pia hazifanani kiutendaji ndani ya uwanja. Hamna wa kumlaumu. Wakati mwingine matokeo ni matokeo tu, lakini ukiangalia grafu ya Young Africans ilikuwa juu sana. Nimeshuhudia maarifa, nguvu, umoja na hali ya upambanaji kwa kila mchezaji. Sikuboeka kuitazama mechi ya Young Africans dhidi ya JS Kabylie. Asanteni sana wananchi Young Africans kwa kuonesha kile ambacho mlikuwa nacho. Lakini tumzungumzia Pacome Zouzoua. Mimi ni shabiki sana wa huyu mwamba hapa, kwa sababu akiwa uwanjani anakuwa serious sana. Mara nyingi anaonyesha thamani, laza na ufundi kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Lakini ndiye alisababisha penalti na kufunga ama kukata ule mzizi wa fitna na kuanza kuruhusu magoli kwa upande wa Young Africans. Pacome kwangu mimi namuona kama breaker hapa, na maanisha mchezaji mwenye uwezo wa kuzifungua au kuzibomoa kuta za ulinzi za timu pinzani. Mfano wa wachezaji hawa ni waliopambana mbele yake dhidi ya JS Kabylie na wengineo. Pacome pia namuona kama creator hapa, na maanisha na sanaa ya ubunifu. Hata akitokea pembeni, anachokikosa Pacome ni kutokufanya movement mara kwa mara bila ya mpira. Kumbuka wingers ambao ni runners zaidi huwa ni hatari, kwa sababu wanakuwa na nafasi kubwa zaidi ya kukutana na lango la wapinzani. Wakiwa na FAR Rabat kule, mfano ilikuwa Sterling Semenyo, Diaz, Skade kutoka Brentford, Elenga na wengineo. Ndicho alichoonyesha kama wachezaji hao. Pacome ni mchezaji hatari sana. Kiufupi, jamaa ni atlete. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili unafurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema. Endelea kusalia na Malkia wa Soka, endelea kuwa nasi. Subscribe, share, comment, like.